Imam Ali anasema man alima makanahu faqad naja, mwenye kuijua nafasi yake kaokoka, ametoboa. Twendeni tukazijue nafasi zetu. Utawatatiza watu, sisi tunakujua wewe ni askari, lakini ghafla tunakuona unafukoa mitaro ya maji machafu. Sasa tukujui. Kiongozi wa dini nenda kasimamia nafasi yake. Yuko mtu wa siasa, mwache afanye kazi ya siasa. Makofi. Unasimama mihirabu, Sheikh Mziwanda, baada ya kuzungumza msaafu qala Allah Ta'ala, unazungumza ilani ya chama. Hatukuelewi, unatutatiza kweli, na wewe unavuruga. Sultan al-Muhaddithin, kwa Kiswahili kiongozi wa watu wasimulizi, sisi tunawaita hivi, aliwahi kusema maneno, asema ya ahla al-ilmi ya milha al-baladi man yuslihu al-milha idha al-milhu fasada. Enyi viongozi wa dini, nyinyi ndiyo chumvi ya dunia, nyinyi ndio chumvi ya miji, nyinyi ndio chumvi ya jamii. Akauliza kwa mshangao, mwenyewe anajua hawa wanachuoni wa lugha ya Kiarabu, man yuslihu al-milha idha al-milhu fasada, ni nani atakayekuja kuitengeneza chumvi pale itakapokuwa chumvi imeharibika? Kwa sababu kazi ya chumvi ni kutengeza chakula kilichoharibika. Sasa wewe ambaye ndio mtengenezaji, ndio chumvi mwenyewe ushaharibika, nani atakaye kutengeneza? Viongozi wa dini, nyinyi ni walezi wa nyoyo, nyinyi ni walezi wa miili ya watu, ni walezi. Nendeni mkashike nyoyo za watu, mwarudishe kwa Mungu. Na mfano mmoja mzuri na upenda, siku moja Imamu Abu Hanifa nadhani aliwahi kupata ugeni wa ghafla, watu wawili. Alikuja baba yake mzazi, na kipindi hicho alikuja mwalimu wake, kiongozi wa roho yake. Alipopewa taarifa watu hao wameingia, yeye alitoka kwenda kumpokea kiongozi wake wa kiroho kwanza kabla ya baba yake. Wanafunzi wake wakamuuliza, kwa nini umemtanguliza huyu usimtangulize huyu? Akasema, nimemtanguliza huyu kwa sababu mzee wangu kanitoa kwa Mungu, kanileta hapa katika vurugu, usipokuwa na amani, lakini huyu kiongozi wangu wa dini ndio anainirudisha kwa Mungu kwenye amani. Hilo ndio nafasi yenu. Ningependa kwa kongamano hili uwe ni mwanzo wa kuzungumza amani, lakini ni mwanzo wa kushika ile nafasi yetu. Daktari Abubakar bin Zubair bin Ali bwana, yeye ametupa slogan sisi watu wa kule. Anasema jitambue, badilika, acha mazoea. Turudieni, jitambue, badilika, twendeni tukajitambue. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha kunta fi amrin fakun fihi, ukiwa katika jambo kuwa katika jambo lile kindaki, usio unaingia unatoka.